unatakiwa uelewe neno moja, kabla sijakuumba katika tumbo. Maana yake tumboni hayumo. Lakini Mungu anasema alimjua na alimuita kuwa nabii, lakini tumboni hajafika, hayumo. Wala baba Yeremia na mama Yeremia hawajakutana. Lakini Mungu anasema nilikujua na nilikutakasa na nilikuita. Unaona sasa? Kwa hiyo haanzi siku unapozaliwa, hauanzi. Na nataka nikusaidie, hamna mtu wa kukuua dunia hii mpaka muda wako wa kazi umalizike. Umenisikia? Acha kuogopa. Dunia hii wa kukuua hajazaliwa bado, mpaka ile kazi uliyotuma, kwa sababu usipokamilisha hiyo kazi, aliyefeli ni Mungu, na Mungu hafeli. Mungu hafeli. Kwa hiyo Yeremia anaambiwa nalikujua, hujazaliwa. Na anasema na nilikuita na nikakutakasa na nikakuweka kuwa nabii wa mataifa kabla hujazaliwa. Kabla hujazaliwa ulikuwa wapi? Yaani hata tumboni mwa mama haupo, uko mbinguni. Ndiyo maana kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Maana yake ni nini? Anayetoka mbinguni si amezaliwa na Mungu, hushinda ulimwengu. Na Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, wala yule movu hamgusi. Na ndiyo maana wewe ukikosea unajisikia kuumia, kwa sababu sio wewe uliyekosea, ni mwili wa nje umekukosesha. Ndiyo maana roho iradhi, yani roho inataka kuomba, roho inataka kufunga, roho inataka kumtafuta Mungu. Mwili usingizi, mwili hekima. Tumia hekima, uwe makini, usije ukaishi muda mfupi au mrefu. Umefanya nini ndio cha maana. Mfupi au mrefu, umefanya nini duniani? Afadhali uishi siku moja utimize kusudi. Na ndiyo maana kuishi miaka mingi sio na maana, haina maana. Kila mtu atakufa. Kwa maana hiyo ya kutoka ndani ya mwili ganda. Hili ganda unaoliona, ganda hili lina expire date. Subscribe YouTube ya Magwisra TV ili usipitwe na habari, burudani na fursa kutoka kwetu.